Azizi Ndambwile, mchezaji wa kimataifa wa Tanzania aliyezaliwa Mei 12 mwaka 2000, anatajwa kwamba ni miongoni mwa nyota wa kutumainiwa sana na kocha Romain Folz. Ndio, akicheza katika eneo la kiungo, Azizi Ndambwile ameanza msimu vizuri sana. Wake miaka 25 kama nilivyotoka kueleza, akizaliwa Mei 12 mwaka 2000, Azizi Ndambwile mpaka sasa katika mechi chache ambazo Yanga ya kocha Romain Folz imeonekana, yeye ni miongoni mwa wale wachezaji mhimili katika eneo la kiungo. Ndio, mara zote alizompa nafasi ameonyesha kiwango bora sana kuliko vile ilivyokuwa katika msimu unaoisha 2024-25 ambao Azizi Ndambwile Mwamba Laswa hakuwa akipata nafasi kubwa ya kucheza. Inakumbuka vizuri makocha waliopita akiwemo Hamdi Melud aliongoza Yanga mpaka mwisho wa msimu, alikuwa pale anapomtumia Azizi Ndambwile basi huwa ni sehemu ya mabeki wake wakati akicheza, akiwania nafasi dhidi ya kina Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, Ibra Baka. Lakini kwa msimu huu 25-26 kocha Romain Folz inaelekea kwamba katika eneo lake la kiungo mpaka sasa yeye Ndambwile ni miongoni mwa nyota wake katika eneo la kati, ambapo akiwapo uwanjani tofauti inaonekana. Hata hivyo mpaka sasa Yanga kwenye mechi rasmi za msimu wa 2025-26 haijacheza mechi nyingi. Imecheza mechi 3. Mechi ya Ngao ya Jamii ambayo walishinda kwa bao 1-0 dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Ndambwile ni miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana akicheza katika eneo la kiungo, akianza pamoja na Zuk Abuya. Aling'ara sana. Na hiyo ni baada ya pale alipotangazwa kwa miongoni mwa wachezaji walioanza kikosini, baadhi ya mashabiki walitia hofu. Ni kwa sababu katika eneo hilo Yanga imefanya usajili wa kishindo, ukiwamo wa mchezaji wa kimataifa kutoka Guinea Musa Bala Conte, ambaye Yanga wamemsajili kutoka klabu ya Satisfaction kwa ushindani mkubwa dhidi ya timu mbalimbali zilizokuwa zikiwania saini ya mchezaji huyo Musa Bala Conte, wakiwamo watani zao wa jadi Simba ambao pia walihusishwa kumtaka sana. Lakini kocha Romain Folz akawaduaza wengi wao kwa kumjumuisha Azizi Ndambwile katika kikosi chake cha kwanza dhidi ya Simba. Ndambwile hakumwangusha kocha na tangu hapo amekuwa gumzo. Mechi ya raundi ya awali ya kuania kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga wakicheza dhidi ya Wiliete kule nchini Angola, Ndambwile akazidi kuonyesha uzuri wake pia, sio tu katika kuzuia, lakini pale timu inaposhambulia, pale unapobidi anavuka katikati ya mstari wa uwanja na hatimaye akafunga bao dhidi ya Wiliete, mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua za awali ambayo Yanga alishinda 3-0. Aliitanguliza Yanga katika dakika 31 alikuwa ni yeye Azizi Ndambwile aliyefunga bao zuri, shuti la mbali kutoka nje ya 18. Lakini katika mechi ya ligi kuu waliocheza dhidi ya Pamba Jiji, mechi ya ufunguzi kwa msimu wa 2025-26 kwa wao Yanga kwenye ligi kuu, wakijaribu kwenda kutetea taji lao walilolitoa kwa misimu 4 mfululizo. Kipindi cha pili Yanga walikuwa wakiongoza kwa bao 1-0, bado walikuwa wanapata ugumu hasa katika eneo la kiungo katika baadhi ya nyakati, na sababu kubwa ilionekana kwamba walioanza na hasa Musa Bala Conte alikuwa mara kadhaa hapatikani katika nafasi yake kwa usahihi. Yanga walikuwa wanacheza vizuri, lakini pia wakati mwingine kutembeza mipira kwa haraka kwenda katika eneo lao la ushambuliaji. Dakika ya 58 kocha Romain Folz akafanya mabadiliko. Aliwatoa kwa mpigo Musa Bala Conte pamoja na Celestine Ekiwa. Aliowaingiza walikuwa ni Azizi Ndambwile pamoja na Mohamed Momo Dumbia, ikiwa pia ni katika kubadilisha mfumo wake wa kucheza. Ilionekana kana kwamba anakwenda kwa 4-4-2, mbele kukiwa bado kuna Andy Bobo Boyeli na Edmund John. Lakini nini kilichotokea? Aliingia Ndambwile, tunasema aliingia na Dumbia. Baada ya hapo Yanga ilionekana imebadilika sana, na baadaye mabadiliko yalikuja kufanywa tena, kuingia kwa Pedro Pacome Zouzoua na Prince Dube, wakitoka Andy Bobo Boyeli na Edmund John katika dakika ya 71, kukaifanya Yanga ichangamke zaidi na hatimaye ikaja kufunga mabao mawili na mechi kuisha kwa 3-0. Ndio waliokuja kuingia ni pamoja na Udathi ya Abbas, lakini katika eneo la kiungo Ndambwile akaonekana kuongeza nidhamu zaidi, hasa katika kuungana na mabeki wao kwenye kuzuia. Tukio mojawapo alifanya mapema sana, yani baada ya kuingia dakika ya 58, katika dakika ya 61 Ndambwile akaonyesha kile ambacho bila shaka kocha Romain Folz anakipenda zaidi kutoka kwake,
nayo ni kuwa na nidhamu katika eneo la kuwa kama kiungo mkabaji. Hachomoki kwenye eneo lake pindi timu inaposhambulia. Anachomoka mara chache na tena kwa tahadhari. Katika tukio hili ilikuwa ni Abdullahi Yonta Kamara wa Pamba Jiji, miongoni mwa washambuliaji wao. Alikuwa katika nafasi nzuri kwenda kuidhuru Yanga, lakini Andabwile akafanya tackling kali ambayo ilimkosesha fursa Yonta Kamara kwenda kuidhuru Yanga. Andabwile alichukua mpira huu na kuifanya Yanga iwe salama katika mechi ambayo mwisho siku ilishinda kwa mabao 3-0. Lakini Andabwile ameshatumika pia katika mechi za kujiandaa na msimu na kocha Romain Folz, na mara nyingi ameonekana yeye ni miongoni mwa wachezaji anaowatumainia. Wakiwa kule nchini Rwanda dhidi ya Rayo, wenyeji wao, Yanga walishinda 3-1, tunakumbuka vizuri. Bao moja la Rayo lilifungwa na Andabwile kwa mawasiliano yake yasiyo sahihi na golikipa wake Djigui Diarra katika dakika ya pili tu. Alijaribu kumrejeshea mpira Djigui Diarra, lakini walikuwa hawajawasiliana vizuri, matokeo yake akajifunga. Ni tukio ambalo bila shaka limeendelea kumuimarisha zaidi kwa sababu ilikuwa ni changamoto. Wakati huo Romain Folz katika mechi hiyo alikuwa amempanga kama miongoni mwa mabeki wake wawili wakati, lakini amekuwa akimtumia pia katika mechi nyingine za maandalizi ya msimu ambazo Yanga wameshinda zote, hakuna sare. Wakiwafunga Fountain Gate 2-1 katika mechi walicheza dakika 20, wakiwafunga Tabora United wakati huo hivi sasa ikiitwa TRA United mabao 4-0, wakiwafunga JKT Tanzania 2-1. Kuna timu isiyokuwa ya ligi kuu walifunga 6-0 Yanga katika mechi zake nyingi za maandalizi ya msimu. Azizi Andabwile ni miongoni mwa wale ambao kocha Romain Folz amekuwa akiwatumia. Mpaka sasa Azizi Andabwile anakwenda vizuri. Yeye Momo Dumbia wanapokuwa uwanjani kuna kitu kinaonekana tofauti kulinganisha na pale wanapokosekana, na uthibitisho ni katika mechi hii dhidi ya Pamba ambayo wakati wanaingia Yanga ilikuwa inaongoza kwa bao 1-0, lakini ambao lilifungwa kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Ni mechi ambayo Pamba walikuwa wakizuia zaidi, tunasema ile low block, wakizuia kutokea chini wakiwa na idadi kubwa kujaribu kuminya mianya ya Yanga kumfikia golikipa wao. Lakini baada ya kuingia kwa Momo Dumbia, kuingia kwa Azizi Andabwile, eneo la kati Yanga ikaonekana kana kwamba wamepata codes za kuifungua Pamba, wakafika mara nyingi zaidi na hatimaye kufunga mabao mengine mawili. Mwisho siku Yanga wakapata mabao 3-0. Azizi Andabwile ni miongoni mwa wale waliong'ara sana. Swali ni kwamba je, ataendeleza hiki alichokionyesha katika mechi hizi chache ambazo Yanga ameshacheza kwa msimu wa 2025-26 katika mechi nyingine zote zilizobaki za msimu, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika ndio kwanza amecheza mechi moja, lakini kombe la shirikisho la benki CRDB bado hajacheza hata mechi moja. Ikumbukwe eneo analocheza ushindani ni mkali hasa. Yupo Musa Bala Conte eneo hilo, lakini pia wapo viungo wengine wanaweza kucheza hapo. Mudathir Abbas mwalimu akiamua anaweza kumtumia eneo hilo. Juke Aboya anaweza kucheza eneo hilo. Bado kuna Salum Bakari Shoaboy. Hakika ni wachezaji wa kiwango cha juu ambao wanamthibitishia kocha Romain Folz, wanamtolea shaka juu ya yupi wa kucheza eneo hilo kwa usahihi. Lakini mpaka sasa Andabwile amethibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana kwa kocha Romain Folz. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.